Bana, nimearifiwa kwamba klabu ya Young Africans tayari imepata mbadala wa Stefan Aziz Ki. Yaani hiyo ndio inaitwa bandika bandua. Yaani wanaweka wanaingiza mwingine. Bwana, wameleta nyota mmoja ambaye amecheza barani Ulaya. Amecheza kwenye klabu ya Ureno inaitwa Sporting CP, lakini pia amecheza Rio Ave. Yes, Rio Ave ya pale pia nchini Ureno. Hizi ni timu mbili kubwa sana pale Ureno na Sporting CP, nadhani wengi wanaijua kwa wale wanafuatilia michuano ya Ulaya, wengi mnaijua. Na huyu si mwingine ni bwana mdogo kutoka pale kwenye taifa la Angola, anaitwa Gelson Dala. Gelson Dala huyu ni mchezaji ambaye ni kiungo mshambuliaji bora sana kwenye kikosi cha Al Wakrah. Ni timu ambayo kwa sasa anaitumikia by the way, lakini mchezaji ambaye maisha yake ya soka amekuwa sana kule nchini Ureno, na amecheza kwenye klabu ya Sporting CP, klabu ambayo imetumikia kwa muda mrefu kidogo kabla ya kutolewa kwa mkopo kwenda Rio Ave, na akaenda kucheza pale kwa muda mrefu, na ni mchezaji ambaye amekuwa bora sana kwenye eneo la kushambulia. Ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wana uwezo mzuri sana wa kutengeneza nafasi, wenye uwezo mzuri sana wa kufunga mabao. Sasa takwimu zake ndizo ambazo zinaweza zikakuchekesha kidogo, kwa sababu ni takwimu ambazo of course ni si mbaya kwa mtu ambaye anacheza kwa eneo la kiungo, lakini pia ni takwimu nzuri pia kwa mtu ambaye anacheza kwa eneo la kiungo. Yaani sio nzuri sana wala si mbaya sana. Na zitakuwa sio nzuri kama utalizilinganisha na performance ya Stefan Aziz Ki. Ukitaka ulinganishe na Aziz Ki, hapo ndo unaweza kuona tofauti mkubwa, lakini kama utamweka yeye kama yeye, yani Gelson Dala kama yeye, unaweza pia kupata kitu kingine cha tofauti, kwa maana kuna madhaifu of course hakuna mchezaji ambaye amekamilika by the way. Kila mchezaji ana ubora wake na madhaifu yake, lakini kwa kile ambacho Dala amekifanya mpaka sasa kwenye klabu yake ya Al Wakrah ni kitu bora sana, kwa sababu kwanza hajacheza michezo mingi, lakini namba zake ni nzuri, kwa maana takwimu zake ni nzuri. Naomba kwanza kabla sikwambia namba zake, nikuambie kitu kimoja. Kama ulifuatilia michuano ya kombe la mabara mataifa huru ya Afrika AFCON ambayo ilifanyika pale nchini Ivory Coast, ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa kwenye performance bora sana kwenye eneo la ushambuliaji la timu ya taifa ya Angola, ikiongozwa na Cristóvão Pesenciens Mabululu akiwa amesimama kwa eneo la kushambulia, lakini Gelson Dala alikuwa alikuwa anacheza kama kiungo mshambuliaji, lakini pia ni mtu ambaye anaweza kucheza kama kiungo mshambuliaji akitokea eneo la katikati, kwa maana na namba 10, anaweza kucheza pia namba 8, lakini pia ni mtu ambaye anaweza kucheza kama winga wa kushoto, ana uwezo wa kucheza kama winga wa kulia. Yaani mchezaji ambaye unaweza kumtumia kwenye maeneo tofauti kadiri unavyoweza. Ni mtu ambaye ni potential by ukiwa naye kwenye timu. Yaani unamtumia kadiri unavyotaka. Ukiamua acheze kama winga, ana uwezo mzuri kucheza kama winga. Ukitaka acheze kama kiungo mshambuliaji, kwa maana namba 10, ana uwezo mzuri kucheza kama namba 10. Ukitaka acheze namba 8, ana uwezo mzuri kucheza kama namba 8. Yaani mchezaji ambaye unaweza kumtumia kwenye maeneo tofauti. Ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana kutengeneza nafasi. Na kama unakumbuka hata kwenye michuano ile ya AFCON ambayo ilifanyika pale Ivory Coast, ni miongoni mwa wachezaji ambao walitengeneza nafasi nyingi. Alitengeneza nafasi 22 kwenye michuano ya AFCON. Unaweza kuona ni mtu ambaye alikuwa na takwimu bora sana. Lakini hata sasa hivi kwenye timu yake ya Al Wakrah ni mchezaji ambaye amecheza michezo 4, na kwenye michezo 4 amefunga bao 1, ametoa assist 1. Amefunga mabao 4. Kwenye michezo 4 amefunga bao 1, ametoa assist 1. Kwa maana kwa michezo 4 amehusika kwenye mabao 2. Maana ni michezo 2 tu ambayo hajahusika na bao lolote, lakini pia akiwa na kadi 1 nyekundu na kadi 1 ya njano. Yaani ana kadi 1 ya njano, ana kadi 1 nyekundu. Maana yake ni kwamba kwenye michezo 4 ina maana ni mtu ambaye amekuwa na performance bora sana. Pamoja na kwamba kadi nyekundu inaonyesha kwamba nidhamu yake sio nzuri, lakini hauwezi kuiweka kama sehemu kwamba mchezaji huyu hajafanya vizuri. No, still ni takwimu bora sana kwa mchezaji kama yeye, kutokana na kile ambacho tayari amekifanya kwenye kikosi chake hiki cha Al Wakrah. Lakini kwa sasa ni mchezaji ambaye tayari inasemekana kwamba ameshamalizana na klabu ya Young Africans, na tayari amesaini mkataba wa miaka 2 kuja kuziba pengo la Stefan Aziz Ki ambaye tayari ameenda kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca. Of course nimemsikia Ali Kamwe anasema Aziz Ki hajauzwa, Messi ameenda kwa mkopo. Si, hapana. Aziz Ki kauzwa moja kwa moja. Yaani Yanga wamemuuza Stefan Aziz Ki. So ni mtu ambaye hawezi kurudi na Young Africans. Kama atarudi Young Africans, labda huko ambako ameenda safi, kwamba ashindwe kufanya vizuri, lakini kama huko anakokwenda ataenda kufanya vizuri, maana yake ni kwamba hataweza kurudi na kwenye kosta ya Young Africans, ataendelea na maisha yake mengine, lakini tayari Young Africans
Inasemekana kwamba tayari wameshakamilisha mazungumzo na Gerson Dala, na muda wowote kuanzia sasa atakuja Tanzania kuweka kwa ajili ya kusubiri msimu umalizike, alafu aweze kutambulishwa kama mchezaji wa Young Africans. Ni usajili wa kwanza kabisa, lakini ukimtazama Dala na Aziz Ki tofauti yao labda kwenye zile nguvu tu za miguu, lakini once unapozungumza talent ya mchezaji uwanjani, Dala ni miongoni mwa wachezaji wenye talent kubwa sana kuliko hata Aziz Ki. Yaani mchezaji ambaye of course pia amepata mafunzo mazuri ya mpira. Huyu ni mchezaji ambaye amecheza Sporting CP ya Ureno. Sporting CP nafikiri mnajua ni klabu bora sana, imewahi kutoa mpaka michuano ya UEFA Champions League, na ukiwa unacheza kwenye timu unapata nafasi ya kucheza kwenye timu kama zile, maana yake uwezo wako ni mkubwa. Na hata ukiangalia takwimu zake of course sio mbaya. Mechi 4 ameweza kwa mabao 2. Wala sio takwimu mbaya. Sio takwimu mbaya, ni takwimu nzuri tu kwa mchezaji wa aina yake. Lakini pia unajua ligi yetu ya Tanzania kwa uwezo wake ambao mimi namjua, anaweza kuja na akacheza vizuri sana na akawa na performance bora kuliko hata Aziz Ki. Kwa hiyo ni swala muda tu, lakini Gerson Dala it is done, ni mchezaji wa Young Africans kwa taarifa ambazo niko nazo. Na sasa hivi Yanga wanapambana sasa kuhangaika bado kuendelea kumshawishi Faisal Salum, lakini tayari wamekamilisha uhamisho wa kwanza kwa taarifa ambazo niko nazo.